Life philosophy story. Life philosophy story. Tutaanza kwa kujadili mambo ya kihistoria ambayo yamebeba mengi katika miaka ambayo imepita. Mwaka 1945 kulitokea jambo la ajabu kuwahi kukaririwa katika vitabu vya historia. Kulitokea kiama kwa nchi ya Uingereza ambako iliandaa kiama kwa sababu ya nchi ya Japan. Katika himaya ya Hiroshima na Nagasaki kuliangushwa makombora mawili ambayo iliaminika kuwa ndio makombora ya nyuklia kabisa. Makombora hizi na wala hazikuwa na namna yoyote ya kukwepeka katika mji wa Hiroshima ama Nagasaki. Siku moja mwaka 1945 ilikuwa majira ya saa 6 usiku. Ndege aina ya B-52 ilitoka Amerika. Wakati ilitoka Amerika ikienda kuchapa matembezi katika nchi ya Japan, kisha ikarudi. Majira ya saa 8 hivi usiku kukaachiliwa ndege moja ambayo ni Steve Fighter
ambayo ilikuwa imeandaliwa na kubebeshwa makombora ambayo yalikuwa ni mazito sana na ambayo yalikuwa yakishusha kiama kwa sababu ya watu wengine. Kabla hatujaendelea sana, nikukumbushe mwenzangu, mbona utayarishe kiama kwa sababu ya mwenzako, na mwenzako ni kama wewe? Amerika ikaachilia kombora likapaa juu angani likiwa limebebwa na ndege fulani. Hii ndege, rubani wa hiyo ndege alikuwa amepachika jina la mamake na kuiita Enola Gay, na hilo kombora ambalo lilikuwa limebebwa likapewa jina la kejeli sana, likaitwa Little Boy, likimaanisha kijana mdogo tu, Little Boy. Little Boy ni kombora ambayo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kuwahi kutumika kama kombora ya nuclear. Ilipaa juu angani mpaka kufika juu ya mji wa Hiroshima majira ya saa 2:45. Kisha kombora likaachiliwa lidondoke kutoka kule juu, likuje lipatane na kiama na watu wa Hiroshima na Nagasaki. Hiroshima kukashuka janga kubwa sana. Ile kombora lilipotua chini tu, kwa huo uzito na kwa hiyo mbio iliyotokana huko juu, ilikuwa na uwezo wa kulipua kwa mita 200 za mraba. Mlipuko ulitokea kiasi hiko, mita 200 za mraba, yanamaanisha uwanja wa kukimbia uzidishe mara 2 huu uwanja wa mpira. Ikatokea wakati kombora hili lilipigwa, hali ya anga katika mji wa Japan ikaharibika, haswa eneo la Hiroshima. Watu wa Hiroshima wakaanza kuwa na hofu. Mpaka hivi leo ukienda mji wa Hiroshima utapata kuna watu ambao wanadhurika mpaka hivi sasa na ile kombora la nuclear iliyoangushwa mwaka 1945. Zaidi ya miaka 70 ndio hivi leo bado hiko kiama kinaendelea kuwadhuru watu kule upande wa Hiroshima. Hiroshima haikuwa na uovu vile na nchi ya Marekani, bali ilikuwa tu ni kujaribu kuionya nchi ya Japan, kwa maana kwa kipindi hiko kulikuwa na uhasama dhidi ya Marekani, Uingereza, United Kingdom, Japan na Vietnam. Kulikuwa na kiama pia ikiongozwa na Russian. So wakati ambapo Amerika ilitaka kunyamazisha hizi nchi zingine, iliona ni bora ianze na ile nchi inayojitambua kuwa ndio babe kabisa. Basi ambayo ilikuwa inatambulika kwa babe kwa kipindi hiko ni Japan. Amerika ikaamua kunyamazisha hizi zingine kwa kutumia Japan. Wakati kwa bahati nzuri, baada ya kufanya hiko kiama kikubwa, nchi ya Marekani ikabakia kuwa superpower. Ndio maana mpaka hivi leo Amerika ndio superpower kabisa duniani. Madhara ya kombora la nuclear ina madhara mengi sana. Madhara ya kwanza, inaweza ikazua mzao wa kuvunja misuli yako na kuharibika kabisa. Yaani mfano, inaweza ikakufanya wewe kuwa kilema hivi. Ama wewe kama ni mwanamke ukipata mimba leo hii, mtoto utakayemzaa baada ya miezi 9 utapata pengine hana mkono, ama kichwa chake kimeangalia nyuma. Badala ya kuangalia kwenda mbele, kichwa chake kimeangalia nyuma. Madhara ya nuclear bomb. Nikajiuliza, iwapo nuclear bomb itatumika hivi leo, dunia itaingia kwa uhasama gani? Lakini wanadamu ni mwanadamu. Ukimwambia hiki, anaona ni hiki. Ukisema hii, yeye anaona hii. Ukidhani unajua hii, yeye anakuambia anajua hile, na anajua hii unayojua wewe. Kombora la nuclear
Kuna ambao wanaiona iko na faida. Swali la msingi, faida ya kombora la nyuklia ni ipi kando na kupiga dunia tu? Unaweza ukasema ni kujilinda. So ukijilinda na kombora la nyuklia, je, umemlinda mwenzako? Kama umemlinda mwenzako, imekuwaje mpaka wewe mwenyewe ukaamua kuitengeneza? Nikajiuliza, hii yote mwanadamu mbona aitengeneze? Swali liko kwa wale ambao wanaitengeneza. Tutoke kwa madhara hayo basi tukuje kwa hesabu za kisayansi. Sayansi inatoa majibu mingi kuhusu nyuklia. Turudi kwa mahesabu ya kinyuklia. Ni nyuklia ngapi ambazo zinazo kutumika kuipiga na kuiharibu dunia? Wanasayansi wamefanya hesabu zaidi ya mara 5 ili kuja na majibu ya uhakika kuwa ni makombora mangapi kabisa yana uwezo wa kupiga na kuharibu kila pande ya dunia. Hiyo hapo itapigwa katika pande tofauti tofauti. Je, ni makombora mangapi yako na uwezo wa kupiga na kuharibu dunia? Na saa hii makombora ni mangapi yako duniani? Hesabu za kisayansi. Life philosophy story. Wanasayansi wamekaa mara kwa mara kujaribu kutatua swali lililogumu sana duniani. Hasa ni makombora mangapi yako na uwezo wa kupiga na kuharibu dunia pande zote za dunia na kumaliza uhai wa mwanadamu. Na ikipigwa hakuna kitu kitakachokumbukwa ambacho kinaitwa mwanadamu. Mwaka 1986 kulitokea nyaraka ambazo zilijadili kwa uhakika kabisa swala la makombora ya nyuklia, na ilitajwa kuwa makombora 113 iko na uwezo wa kupiga na kuharibu pande zote za dunia na kuzimwe kabisa, kusionekane tena mwanadamu yeyote hapa duniani. Mwaka 1992 wasayansi wa Uingereza walitatua na kusema kwamba ni makombora ya nyuklia 112, hiyo ambayo imetofautiana na yale ya kwanza kwa nambari 1. Hivyo wakasema makombora 112 iko na uwezo wa kupiga na kuharibu pande zote za dunia. Nchi ya Russia pia ikatatua swala hilo kwa kutoa baadhi ya wasomi wa fizikia na wasomi wakubwa, maprofesa, kutatua swali hilo gumu. Je, ni makombora mangapi yako na uwezo wa kupiga na kupasua dunia zote? Russia ilikuja na majibu ya uhakika kwa kusema kwamba makombora 116 iko na uwezo wa kuharibu pande zote za dunia. Hapo pia ikatofautiana kiasi. Nchi ya India ikaamua pia kutatua swala hilo, ikachambua wadadisi wa mambo kutoka Pakistan na India ambao walipiga mahesabu kweli kweli. Hesabu zikakokotewa vyema kabisa na ikatokea majibu ya kusema kwamba makombora 114 iko na uwezo wa kupasua pande zote za dunia. China pia ikafanya vivyo hivyo, lakini sasa nchi ya China ilitatua kwa kusema kwamba makombora 111 iko na uwezo wa kuharibu dunia nzima. Kati ya hizi nchi zote zinatoa msingi mmoja, kwa sababu majibu yanatofautiana, lakini jibu linatokea kuwa ni moja. Makombora ambayo yako na uwezo wa kupiga na kupasua dunia nzima ni makombora ya nyuklia kati ya 105 hadi 125. Makombora 105 hadi 25
Narudia tena, makombora 105 hadi 125 iko na uwezo wa kupiga na kupasua pande zote za dunia kulingana na mahesabu ya wasayansi. Hivyo makombora 125 ikipigwa katika pande tofauti tofauti ya dunia, dunia itazimu na kusiwepo tena na mwanadamu. Kizazi cha mwanadamu kitakamilika. Je, hivi sasa ni nini kinaendelea? Hivi sasa inaaminika kama kuna nchi ambayo iko na makombora ya kisasa kabisa, ni nchi ya Uchina, Urussia, Uhindi, Holland, Italy, Israel na Amerika. Inaaminika Amerika imehifadhi makombora zaidi ya 1300. Nchi ya Uchina ndio inayotajwa kuwa na makombora ya kisasa kabisa. Makombora za nyuklia zimetengenezwa kufikia mpaka 227 hivi sasa. Nchi ya Israel iko na makombora 1006 mpaka ile. Nchi ya India iko na makombora 93. Nchi ya Russia hivi sasa iko na makombora 987, na nchi ya Poland hivi leo iko na makombora 63, na nchi ya Italy iko na makombora 47. Huku Israel ndiyo inaaminika pia kuwa na makombora ya kisasa kabisa, lakini haijafikia usasa zilizo nazo makombora ya kule Uchina. Baada ya kujua haya mambo, nikajiuliza swali moja. Kuna vigongo ambao wameshindwa kudhibitiwa na mapolisi ama na vikosi vyote vya kiulinzi duniani. Mnasema tunamtafuta Muhammad Gaddafi, tunamkamata, tunamnyamazisha. Mnasema tunamtafuta Osama bin Laden, tunamshika, tunamnyamazisha. Unasema tunamtafuta Baraka Ansari, tunamkamata, tunamnyamazisha. Unasema tunatafuta wengine wote ambao ni vigongo kama Al-Shabaab, mnaweza kuwadhibiti. Lakini upo mtu mmoja ambaye ameshindwa kudhibitiwa na mamlaka yote ya kiulinzi, kuanzia mamlaka ya kule Uingereza na duniani kote. Naamnika mtu huyu ako juu ya sheria, Simeon Mogilevich. Habari hazitoi kamili kuhusu maisha yake Simeon Mogilevich, wazazi wake na alikoishi, ila huyu ni baadhi ya vigongo ambao wanatajwa sana kusafirisha na kuandaa vitu vya kiajabu. Inawezekana ako karibu anaanza kuuza masilaha ya nyuklia. Jinsi nimesimulia kuhusu nyuklia, nikajiuliza iwapo huyu jamaa ataanza kusafirisha na kuuza nyuklia, dunia itakuwa kwa hatari gani kama baadhi ya watu majambazi wataanza kutumia nyuklia. Pia vile vile nikajiuliza hivi sasa kama kuna makombora zaidi ya 10,000 ambayo iko duniani, makombora nyuklia, na makombora 125 kwa ufupi iko na uwezo wa kuharibu pande zote za dunia. Iwapo kauzi moja ama jambazi moja akaamua kuvamia dunia kutumia nyuklia, dunia itaingia kwa hatari gani? Hivi amuoni kwamba mwanadamu bado anaendelea kuchimbua kaburi lake halitaki kufunguka, lakini analeta mpaka machuma na mashini ili kutoboa kabisa. Siku moja nimesikiliza simulizi ama mojawapo ya interview ya Elon Musk, bilionea namba 1 duniani. Nilimsikiza kwa makini sana akisema AI is now better than atomic bombs. AI, artificial intelligence. Artificial intelligence. Hiyo nimesimulia kwa life philosophy story tu, ikiwa na kichwa The Philosophy Story by Patrick. Hatari ya teknolojia.
ukitembelea hapo utajifunza mengi kuhusu teknolojia ya sasa. Hii teknolojia ambayo mwanadamu anaendelea kuikuza, ipo wakati itakuja kumgeuka mwanadamu. Niamini tu siku moja teknolojia itakuja kumwangamiza mwanadamu. Mwanadamu anaendelea kujitayarisha kaburi lake tu, kwa maana jinsi semavyo vitabu vya dini, hizi nyakati ni za mwisho. Jiwekeni tayari nyinyi wenye imani, ujio wa Kristo ama Masihi haupo mbali. Ipo siku nitakuja kuelezea kuhusu internet. Hii internet tunayotumia imetupa mengi. Kwanza nikamilishe kwa nuclear. Nitakamilisha kwa kuambia kwamba nuclear 125 kuna uwezo wa kuharibu dunia nzima. Hivi sasa duniani kuna nuclear zaidi ya 5,000. Jiulize dunia inaelekea pande gani? Uzuri wetu sisi wa Afrika hatuwezi anza kujilaumu wenyewe kwa wenyewe, ama hata tukijua pengine tushindwe kufanya chochote. Umoja wa kimataifa umejaribu kupinga mswada wa nuclear, lakini baadhi ya nchi zimeamua kuwa na kiburi, kama nchi ya Uingereza, nchi ya Israel, nchi ya China zimeamua kuwa na kiburi, zikiamini kwamba kama mimi nitaziharibu zangu, mwenzangu akose, utakuwaje? Umoja wa kimataifa umejaribu kupinga kabisa, lakini nchi zimeamua kuwa na kiburi, na hicho kiburi basi itatuletea kiama hadi sisi ambao tuko innocent kabisa. Mwanzo jinsi walivyosema Waswahili wa kale, fahari wawili wakipigana nyasi ndio huumia. Ina maana hata hizi nchi kubwa zikianza kupigana, sisi huku ndio tutaumia. Tutaumia aje? Swali kwako, jibu kwako. Nahitimisha simulizi hili kwa kuambia ipo siku nitakuja kusimulia kisa kuhusu hii internet tunayotumia. Internet ina mengi. Internet ina sura 7, lakini baadhi yetu tunajua sura 1, 2, ama wale ambao wamesomea kompyuta wanaweza jua sura ya 3, ya 4, ya 5, 6 na 7. Hizi ni za siri na zinajulikana na watu wachache sana duniani, na pia huwa zinakuanga na msingi wa watu ama nchi husika ambayo lazima itumie. Mfano, hii internet tunayotumia, kuna mahali panaitwa danger phase. Danger phase ndio ile ya mwisho namba 7. Hapo ukiingia tu hivi utakuwa umeanza kujisalimisha maisha yako. Kuingia tu hapo ni kama umeweka maisha yako rehani. Mwanzo vitu vinavyotendeka, hivyo basi hauwezi kuhepa kutoka kwao. Bora tu wajue wanataka, wewe jikaidi tu uwalipe. Ipo inayoitwa red phase. Hapo kuna peana contract ya muuaji. Kwa mfano, wewe ni hapo utake kuniangamiza mimi, unaingia kwa blood phase ama red phase, unapeana contract. Unamwambia nataka ninyamazishie mtu mmoja anaitwa Patrick Mungei, ako pande fulani wa fulani, kodi yake ama namba yake ya simu ndio hii, ama email yake ndio hii, na sura yake ndio hii. Wewe unangoja matukio, lakini hapo kwanza wanga unalipa kwanza deposit, kisha kazi inafanyika. Kisha fanyika, basi unamalizia mshahara na unamalizana hivyo tu. Lakini ipo inaitwa the fourth phase. Hii fourth phase, hapa ni wachache sana ambao wanauza makahaba, na pia
hii baada ya watu wengi wako na uwezo wa kuingia hapo. Hizi zilizo 4 ndizo hatari sana, kuanzia first, second na third. Hizi yeyote unaweza ukaingia, lakini fourth, fifth, sixth na 7 ni vigumu sana. Lazima uwe na uelekezo fulani ili uingie. Lakini siku ambayo utakuja kueleza kuhusu namna ambako unaingia, unaweza ukaingia kutumia mtandao wa YouTube, unaweza ukaingia kutumia mtandao wa X, na unaweza ukaingia kutumia mtandao wa Facebook. Lakini TikTok iko na 3 hizi za kwanza pekee, na Instagram unaweza ukaingia hadi ya 7 pia, lakini TikTok unaingia tu pengine za 3 za kwanza. Za 3 za kwanza ndio ambayo ya kwanza kabisa, ndio hii. Tunaweka password, we enter, we log in, then tunashughulika kabisa, pengine kuchat, kupost, kusambaza vitu zetu za kawaida. Hiyo yote inafanyika kwa the first phase. Pia kuchat na wenzako, pengine kumake video call na hizo zingine zote ambazo mnafanya, hiyo inaitwa first phase. Second phase ndipo mahali ambapo kuna wengine ambao wanajiajiri kwa second phase, kutumia kupost. Unaweza uka-earn mpaka pesa. Kwa maana wengine waandishi, watafiti wa mambo, wasomi wa sayansi, na pia wanamuziki, wacheza filamu, wako na uwezo wa kufika mpaka hapo. Inaitwa second phase. Third phase ni mahali ambapo kuna uwezo wa kutengeneza mpaka app yako, platform yako, business. Kwa mfano, unaweza ukatengeneza kama game, theater, ama game yote ambayo unataka. Hiyo inaitwa third phase. Lakini sasa pengine nikakueleza namna ya kuingia mpaka kwa hizi zingine ambazo ni hatari, pengine ukahatarisha maisha yako, ama pengine ukakuwa na uwezo wa kuingia na ukaanza kusumbua watu, pengine ukafanikiwa kununua, uanze kusababisha maafa. Ndio maana hata mimi kujua, nimeamua nitunze kwa siri, lakini ipo siku nitakuja kuielezea kwa ukakamavu kabisa. Itawashangaza wengi. Kuna mahali mpaka ukishamwangamiza mtu unaenda kumzika tu bila budha, na hakuna serikali ama mamlaka yoyote ambayo itaukamata, na wako watu ambao watakutetea kwa kujua kwamba umefanya makosa. Kukamilisha hii ya leo ya nuclear, Elon Musk alisema kwamba AI is much better than nuclear. Hivyo AI ni hatari sana. Mwanadamu, angalia unapoenda, unaelekea kujiangamiza wewe mwenyewe tu. Hii dunia inaelekea kukamilika. Kilichobaki ni tumwamini Mungu. Kilichobaki ni kumwamini Mungu. Kilichobaki ni kumwamini Mungu. Mwamini Mungu. Mimi naitwa Patrick Mungi. Life Philosophy Story.